Amen. Na tuketi. Bwana Yesu piwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, kwa majina yangu naitwa Muhoro Mijire. Nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amekuwa Mungu mwema, Mungu mwaminifu, na zaidi ya yote tu nashuhudia wema wake na hata baraka zake. Zaidi ya hapo nimeoa, niko na mke na ninamuona pahali amekaa aweze tu kuwasalimia. Yes, that is my wife Wajikoa Muhoro, na tumebarikiwa na watoto wawili, Quintus na Quinta Muhoro. Kwanza kabisa wacha kwanza ni nene jambo moja nimeshuhudia kwangu. It might look somehow funny. Ni vizuri tu saa zingine tukue tunajua yenye yanatendeka hata kwetu manyumbani. Kuna hii program iko kwa TV na sana sana ni ya watoto, na inauliza nani anajua zaidi, who know most ama who do most. Na kuna wakati nimeona watoto wangu wakilitazama lile ama hiyo program. So this time round it was asking about dad and mom. Na ikaanza kusema who wake up early. So watoto wanasema who wake up early. Alafu inasema who gifts you, watoto wanasema. So kuna hii swali moja lilifika ikauliza who bathe regularly. Kana watoto wameangalia mama yao. Alafu ikauliza nani haogagi sana, nikaona ameniangalia. Inyo no gutheka muratheka. But nikaamua sasa nitakuwa nikioga wakiniona. Tado no wega. George ti ati ni gwetha baite thambaga. Ni gwetha baite thambaga hindi ria marona. Nataka kulishukuru kanisa letu chini ya uongozi wake Reverend William na wasee wa kanisa kwa kunipa hii wakati na hii pulpit kukuja kunena neno la Mungu. Asante sana kwa wasomaji wetu, na ibada inaendelea vizuri sana, kuanzia uongozi hata presentation, uobaji, na hata pahali tumefika tumeona mkono wake Bwana. Aliyenitagulia hapa asubuhi Elder Pelis alinena kuhusu neno lake Bwana. Na hata mimi nataka kutilia mkazo juu mada yangu ya siku ya leo ni neno lake Bwana, ama yes Lord but did you go? Yes Lord but did you go? Yes ama ni kweli Mungu wangu, lakini ulienda? Katika masomo yetu yote mawili, somo la kwanza tumesomea katika kitabu cha Jona, na sisi wote tunamtambua huyu Jona. Tunajua hadithi ya Jona, vile aliogeleshwa na Mungu, vile alitumwa, vile alienda, vile alikataa, vile alifanya. Lakini ni vizuri sana tujiulize, huyu Jona anaweza kuwa ni mimi ama ni wewe? Jona alikuwa nabii wake Mungu. Na Jona si katika kitabu cha Jona peke yake amepatikana, la hasha. Jona amepatikana katika kitabu cha 2 Kings 14:25. Na Jona alikuwa ametumika na Mungu wakati ule kwenda kumwambia Jeroboam vile ataongoza nchi ya Israeli. Na Jona akaitikia mwito na akaenda. Ukiendelea kusoma katika kitabu chake Mungu, utajua manabii wengi sana walikuwa wanatumwa Israeli. Nafikiria ni Daniel peke yake, Ezekiel and pengine Jeremiah walikuwa wametumwa nje, na sana sana walikuwa wametumwa wakati walikuwa Babylon. Lakini hawa manabii wengi sana walikuwa wanatumwa pale Israel. Na wengi walikuwa bado wametoka Israel. So walikuwa wanajua pahali wanatumwa. Wakati ukafika, Mungu anataka kumtuma huyu Yona. Na maandiko inatuambia Nineve haikuwa Israel. Actually, Nineve ilikuwa katika nchi ya Assyria. Assyria kwa leo ni Iraq. Na Assyria
walikuwa maadui wa Israeli. Ukisoma katika neno la Mungu kwake katika kitabu cha Jona hakusema hapana. Jona did not say no. Gutire hado kirekanio kiratonia Jona augire sa. Lakini alipanga sitaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa mimi na wewe tuko kama huyu Jona. Wakati Mungu anatupatia assignment, wakati neno la Mungu linakuja kwake sisi, hatusemi hapana, lakini hatulifanyi. Lakini hatulifuati. Lakini hatulitii. Mnenaji wa neno katika asubuhi aliongeza kuhusu kutii neno lake Bwana. Na sisi ni vizuri tujiulize wakati tumetumwa na yeye Mungu kama tunatii. Jona akaambiwa na Mungu amka. Biblia ya Kizungu inasema arise. Then the word of God came to Jonah na ikamwambia amka, arise. And the first disobedient was the word of God. It was not even assignment. Si kazi yenye alipewa, hapana. Ni kulitii neno lake Mungu. Tumeitwa, hata kuitika hatuitiki. Tunalisikia neno, lakini hata hatufanyi kulingana vile tumetumwa. Wengi wetu, wakati neno la Mungu linatoka katika mdomo wake, sisi yetu tunamuagiza. Tunasema I will serve, nitahudumu. Tunasema I will change, nitabadilika. Tunasema nitume mimi Bwana. Lakini hilo neno hatufanyi kulingana vile linatuambia. Wakati Mungu ametuamulisha, sisi tunataka kupata excuse. Saa zingine we delay so much. Saa zingine we start to negotiate. Saa zingine we run away. Labda Jona hakufanya haya yote, lakini kuna kitu moja alifanya, na ni kurun away. Ukisoma katika Jona chapter 1, hapo from verse 1 to 3, vile imesema neno la Mungu likakuja kwake Jona, na wakati lilikuja kwake Mungu aliongea kwa ukakamavu. God spoke clearly. Hii haikuwa ati labda Mungu kulikuwa na confusion, hapana. Isi kama ile sauti tunasikia ya Elijah, hapana. Ati sijui nikasikia sauti, sikujua kama iko kwa mgurumo, sikujua kama iko kwa miti, sikujua kama iko kwa upepo. This word came clearly as it is being done today. Haikuwa na confusion. Hakuwaita wengi atuseme labda ni yule. Mungu alitamka jina lake Jona. Ilikuwa na ukakamavu, na hata Mungu hakuwa na any debate. So, as the Bible says, this is a man who was called, but he decided to run away. Labda ni mimi, labda ni wewe. Kwa kweli umeitwa. Kwa kweli umeitwa kwa huduma, lakini you have just decided to run away. Jona hakuwa mtenda dhambi. Jona alijua sauti ya Mungu. Na kama tumeona katika kitabu cha Wafalme wa Pili 14 na 25, Jona alikuwa anajua sauti yake Mungu. He had the spirit of discernment, as we always pray for. Oyo niyo imugabo wa Ngai. Na riboro gatwira waigwa mugabo wa Jesu ndukomie ngoro ngwataniro na Ngai okenagire wakutabere. No koina toinaga no tutiecirege ni ithu turaigwa mugabo wa Jesu na tukomia ngoro. Jona heard the voice of God. Jona alisikia lile neno lake Mungu. Jona alikuwa anatabua nguvu zake Mungu. Kwa sababu wakati aliamulisha Jehoboam katika pale Israeli, mambo ilitendeka. So this man understood the power of the Lord. Again, not only the voice of God, this man knew the word of God. As we always do.
We know the word of God. Lakini ni vizuri tu tujue kujua neno lake Mungu, kujua na kutabua nguvu zake Mungu, kujua sauti yake Mungu wakati inapoongea. Saa zingine it does not guarantee obedience. Goko tikuo kurehaga uhoro wa gwathika. Nitukoragwo tuiguite thauti yake Ngai. Ona nitukoragwo tuwi hinya wake Ngai maundu maria anatwikira. Ona nitukoragwo tuiguite kiugo kia Ngai. But if we decide to be disobedient, just know that is just a spiritual knowledge. It's just a spiritual knowledge without performing the work of God. It is good to know the scripture, but it's far much better to obey our God. You can be in the church, but you are running away from something. Unaweza jipata uko kwa kanisa, unaweza jipata unaenda fellowship, lakini it's good to ask yourself, are you running away from the word of God? Running from the word of God is running from the people. Wakati tunatorokea neno lake Mungu, jua tunatorokea watu wake Mungu. Nineve haikuwa mbali sana na pahali Yona alipoitiwa. Lakini huyu Jona akaonelea, akafikiria, akawaza anafaa kwenda very opposite direction. Very opposite direction. Watu wa Mungu, ni vizuri sana tugundue ya kwamba wakati unataka kumtorokea Mungu wako, it might be very close to where God wants you to go. Inaweza kuwa iko karibu sana na pahali huko na pahali unafaa kuenda. Lakini wakati unaenda the opposite direction, as the word of God says, kama vile neno linasema, you will find something waiting for you to take you to opposite direction. Tiga igotu agate hedi amuro orira Ngai mutiko na indo cia kumutwara kou. You will find. Huyu kijana akapata meli inapomgojea kwenda Tarshishi. But anytime you are running away from the word of God, anytime you are running away from the assignment of God, kitu ya kwanza utaanza na kugaramika. Biblia inatuambia that this man paid his own fare. Huyu jamaa ni yeye alijilipia nauli yake. Wakati unamtoromokea Mungu wako, lazima utagaramika. Bwana Yesu asifiwe. It is good to ask yourself, am I running away from my God? Hasara imekuwa mingi, mashida zimekuwa mingi, matatizo imekuwa mingi. Yaweza kuwa nagaramika juu namtorokea huyu Mungu. Yaweza kuwa nilisikia sauti lake Bwana, lakini sitaki kulitii. Na hii ndio maana Mika. God was only asking Jonah to go to the people that he hate most. Kumbuka kama vile Biblia inasema, Nineve wenye walikuwa nakaa hapo walikuwa Assyrian na walikuwa maadui wao Israeli. Labda Jonah alikuwa anaangalia na jiuliza, kwa nini Mungu akanituma kwa adui zangu? Wakati tunapotanja kama watu wa kanisa, wakati tunapotaja kama maadui zetu, saa zingine we pray so much about our enemies. But do you know you can be your first enemy? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafanya jambo lakini hufanyi kadri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, jua you are your first enemy. And you are there just praying, weapons formed against me shall not prosper. You are the first weapon formed against yourself. So don't even expect to prosper. Migwire yothe wonereirio. Agikowe ni wetho yaku ya mbere, ona go prosper do ge prosper. So Nineve ni kweli ilikuwa na wickedness. Nineve ni kweli walikuwa maadui wa Israeli. Lakini hapo ndio Mungu alikuwa anatuma Jona. Saa zingine Nineve inaweza kuwa your brother. Inaweza kuwa your in-laws. Inaweza kuwa your colleague. It can even be your husband or your wife. Sometimes it can be a church member.
That Nineveh is where God is sending you. Yes, again, it's good to say that, Lord, when you send me, wacha nisiulize anyone but not them. Kwa mwingine lakini si kwa hao. Anywhere but not there. Nitume kwingine lakini si hapo. Anything but not that. Wacha ikuwe ni jambo lingine lakini nisiende kuambia hivyo. Jona alikuwa ameambiwa enda ukapige kelele. Wale watu wamesini. Wale watu wametenda maovu, enda ukapige kelele. So labda hata mimi ama wewe, we have that excuse. Ati nikodo kodoma not kuri ucio. Nifururi ugio kodoma not igere yacio. Ona ni undu ugio gwekira thiini wakwa not ucio ranjira. When it's talk about immorality, sometimes it's very hard for us to speak it out. And we try to sugarcoat. Tugeragia kuthodeka niguo ikare tori undu mwega muno. If God said you to go and tell people to leave immorality, kindly do so. Disobedient never stay private. Kutotii Mungu hakukui kwa siri kwa muda mrefu. Biblia inatuambia dhoruba ikaanza pale kwa ile maji. Na wakati dhoruba ilianza, kila mtu akajua kuna jambo limetendeka. And one of the lessons that I have learned with the sailors, these are the pagans. Hao ni kafiri, wenye hawamjui Mungu, lakini they are trusting the power of prayers. Ni watu wanaamini nguvu za maombi. Lakini tunaye nabii yake Mungu ambaye anaitwa Jona, ambaye ametumika na Mungu wakati mwingine. Lakini yeye ako very comfortable sleeping somewhere. Labda inaweza kuwa ni mimi ama ni wewe. Kwa kweli makafiri ama pagans wameamuka na kuomba Mungu wao. Lakini wewe unaomjua Mungu wa ukweli bado umelala pale. Sometimes the people of God, it's good to understand it's not all calmness that pleases God. Sometimes calmness is rebellious. Saa zingine kutulia, si eti unatulia juu Mungu anapendezwa na kutulia kwako. Kuna kutulia kwingine ambaye ni kukataa wito wake Mungu. God has not great intentions. Watu wake Mungu, wakati mwingine, and especially when we are having a new year, tunaweka zile tunaziitaga resolutions. Na saa zingine tunasema hii mwaka nitaomba zaidi, hii mwaka nitasamehe, hii mwaka nitamtumikia Mungu. It's good to understand that God is not moved by those promises. God is only moved by obedience. Si ati umeziandika, si ati unazinakili. Jana we had a discussion at my place, and tulikuwa tunaongelelea with some Emmanuel ladies. Tulikuwa tunaongelelea about exercise. Na tukasema hapana, unajua mtu anafaa kujitolea, mtu anafaa kufanya nini, mtu anafaa kufanya nini. One of us akatuambia, hapana. Nie tudutirie ira mwiri uyu oi. Tando Jesu aguranire tukaheo ki? Mwiri mweru. It might be very true. Jesu aguranire tukaheo mwiri mweru na moyo mweru. But it's always good to understand that God is moved by obedience. Hautatigiza roho yake Mungu kulingana na vile umezinakili, kwa vile umejua Biblia, kwa vile umeandika resolutions, I'll be doing this, but you are not acting upon it. True repentance produces movement. Wakati umejitolea kutubu, lazima tuone mabadiliko. Tumetubu na tumeyarudia tena. Tumejitwika kumfuata mfalme, lakini bado tunarudia ile mambo tena. It's always good kujua kutubu si kulia peke yake. Sisemi kulia ni vibaya, lakini kutubu si kulia peke yake.
Lazima kukuwe na mabadiliko. Mimi nilisema sitaifanya hii. Wakati unamwambia Mungu akusaidie usifanye hiyo, lazima tuone hiyo mabadiliko. And some running away from God, it is very expensive, kama vile nimewaambia. Imagine katika dhoruba wale sailors ama wale nahodha wa ile meli, Biblia inatuambia wakatoa vitu zao zote, vilago zao zote, wakazitupa kwa maji. Imagine these are the people going for a journey. Aya ndio marathi tafari. Kogo ni makuanitie indo ciao ciothe iria ni cia bata. No ni undu tu kwe mundu umwe within ya Amerikefu ino wagite kuigua ria Ngai amwirite. All of them lost their belongings. Some of our family members, they are losing their belongings simply because Mohoro, who is there in that family ship, is disobedient to the God. Some of us, we are losing our lads. We are losing our properties. We are losing all that, our wealth, simply because you as a Jonah umekataa mtu wake Mungu. Bringing Jonah and Jesus together. Kumleta Yesu katika somo lake la pili, somo lenye tumesomewa la pili, na huyu Jonah pamoja. Jonah alikuwa kama yule kijana wa pili. Na katika kitabu cha Mathayo tumeonelea vile huyu baba yao aliwatuma hao wote wawili. Kijana wa kwanza akasema ndio, lakini hakufanya. Wa pili akasema sitafanya, lakini akaenda akabadili hayo na akatenda. Tunaweza kuwa sisi ni wale tunachukua vows wakati tunaigizwa kazi, wakati tunaingia kwa doa, wakati tunaingia kwa makazi yenye tunafanya. You sign that contract and you put it very well. Agree, I'll do it. You sign. But again, you are there just like the first son. Mwenye alisema nitatenda, lakini hakutenda. Jonah alikuwa anajua Mungu. Alikuwa anajua mwito wake Mungu. Alisema yes, lakini hakutenda. And the sailors, wenye walikuwa kwa hiyo merikebu, na wafananisha tu the other son. At one given time they were very far from God. Walikuwa bali sana na Mungu. They were pagans. But ukiendelea kusoma katika hiyo chapter 1, allow me to read it. In verse 16, nitaisoma kwa Kizungu. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered sacrifice to the Lord and made vows to him. Bwana Yesu asifiwe. These are the pagans who at one given time, because of they have seen what God has done to them, they decided to go back to the Lord. And not only that, watu wa Mungu, they even decided to offer a sacrifice. Sisi, mimi na wewe, Mungu kweli ametutendea, ametufanyia, ametujalia, ametubariki, lakini hata kutoa dhabihu kwake Yesu Mungu hatuwezi. And pagans are doing so. The second son, the same. Kweli alikuwa ameukataa, alikuwa amekataa wito wa baba yake, lakini akarudia na akafanya kama vile baba yake alikuwa amemwambia. Ni vizuri tujue zia. What is God saying to us today? Mungu anatuambia nini siku ya leo? That anytime we are running away from God, wakati tunatolokea huyu Mungu, labda tunatolokea forgiveness, labda tunatolokea kumtii Mungu, that is obedience, labda tunatolokea responsibility yenye Mungu ametupatia, and one of them is bringing our tithe and offering in the house of God. Labda ndio tunatolokea, ama labda tunatolekea holiness. When you have said yes without action,
wakati unamwambia Mungu, kweli nitabadili nia, kweli nitakutumainia, ni vizuri, lakini it's far much kujua that lazima ubadili nia. Mungu anauliza leo, did you go? Mungu anauliza leo, did you go? Finally, today is a second chance moment. God was so gracious. And allow me to read something again from the book of Jonah. And these are the questions zenye Jonah alikuwa ameulizwa na vile alijibu. Media team, if you are in a position, kindly unaweza kutuletea chapter 1 and verse 8. Wacha nisome. So they asked him, tell us, who is responsible for making this trouble? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, God of heaven, who made seas and dry land. Sometimes Wakristiano tunaulizwa maswali mingi sana na dunia, na sisi kazi yetu ni kujaribu ku-explain, because probably you are running away from something. But it's good to understand that you only need to tell people, I am so and so, and I serve the living God. Bwana Yesu asifiwe. I am so and so, and I'm serving a living God. Kuna hii wimbo, kama media team unaweza upata, unasema Bwana uliyewaita. Bwana uliyewaita. And as we sing this song, I would like you to reflect. Ojete tuwecirie. Ati niko guku Ngai agutumire. Ni wira uyu Ngai akuheire. Ege no kono wa guthomithia ciana cia your sister kana cia your brother. No we wethaga justification. Wiurie ni wira uyu Ngai agwitire. Hihi no kono ni kurugama na mundu thiini wa kanitha uyu. No we wethaga justification. The reason why you should not. It's always good to ask yourself, as you meditate upon this song, ni kazi gani Mungu alikuitia? Bwana uliyewaita watakatifu wako, wawe mitume wachunga walishe kundi lako, wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa, na wapole wakunena siwe kunyama. Hata leo wawataka watakatifu wako, nawe wauliza tena, ni nani aliyeko? Atakaye ni mtume afundishe vijana, ni tayari Bwana wangu, nitume mimi Bwana. Nitume na mimi Bwana, kama ulivyotumwa. Habari ya msamaha na
dhambi kutubiwa, ni wahubiri wako sana waliopotea, wokovu wake Bwana aliyewafilia, astahiliye hapana kutamka habari, lakini wewe waweza kutufanya tayari. Neno lako tulijue, tupe Roho wako, hayatakuwa ya bure haya maneno yako. Twagutia Jehova, twagucokeria ngatho. Thengio Mwathani tondu niwonete kuria turaritie ngoro citu, ona tukararia Mwathani wira uria utuhete. Tuhanite ota Jona Jehova, nitui mwario waku Ngai, nitui kiugo giaku Baba, ona nitui watho waku Jehova. Iguru ya maundu macio Mwathani tugathura kuria tuguthie kuria Mwathani tukwenda, no ti kuria tutumite. Tuiguire tha Jehova Ngai, tikira gutucokia Mwathani gitini giaku kia unene Jehova, kuria twirithĩtie Baba itikira guturithia, kuria twaritie maundu matangikuhe ugoci Mwathani, ona tukwita Jona Jehova, itikira tu Mwathani guturekera Ngai. Mwathani gwi kumwe tuhana ota muri uria wa mbere, tukiuga ni tuguthie na tutiathire, tukiuga ni tutiekire, tukiuga ni tuguguteana tutiagutĩire Jehova. Itikira gutuhe kanya ringi Mwathani ta muri ucio wa keri Jehova, uria Jehova Ngai aroigire ndeguthie no ni aracokire Mwathani arathie. Tuiguire tha Baba mwega ta kanitha, tuiguire tha ta atumia ona ta athuri Jehova, kuria ihiko citu ihukite Mwathani tondu ni turaga kumbura mana na Roho Jehova. Itikira tu Mwathani gutucokia wega-ini waku Ngai, kiugo giaku ni twakiigua uria ukwendaga tukiigue Baba. O ringi Mwathani ni kiugo Jehova tungihoya iturie ngoro citu na kirigiriro na kirathimo giaku, o ta uria we ukona niguo kwagiriire. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. God bless you.